Ndugu zangu Waislamu, jambo la sunna na jambo la bid'a ni mambo ambayo katika mji wetu huu wa Tanga, jambo la sunna na jambo la bid'a, baadhi ya wakazi wa Tanga wanafahamu vibaya masala ya sunna na masala ya bid'a. Baadhi ya wakazi wa Tanga wanafahamu vibaya, wanaifahamu vibaya sunna, wanafahamu vibaya bid'a. Vipi wanafahamu vibaya sunna? Wengi katika wakazi wa Tanga wakiambiwa jambo hili ni sunna, wanasema kwamba ni dhiddul fardhi. Sunna ina maana kinyume cha faradhi. Sunna ina maana ya kwamba sunna ni kinyume cha faradhi. Ina maana kwamba unaweza ukaliwacha jambo hilo. Ukisema kwamba sunna ni kinyume cha faradhi, ina maana kwamba unaweza ukaliwacha, sio lazima. Yani sunna ni kinyume cha mambo ambayo, kuna mambo ambayo ni ya lazima na mambo ambayo sio ya lazima. Sasa wengi katika wakazi wa Tanga wanafahamu sunna kwamba sunna ni ile ambayo ni kinyume cha faradhi. Ina maana mambo ambayo sio ya lazima ndiyo maana ya sunna. Wanasahau kwamba sunna ndiyo Uislamu. Wanasahau kwamba kuna sunna wajiba na kuna sunna ambazo ghairul wajiba. Kuna sunna ambazo za lazima na kuna sunna ambazo sio za lazima, lakini sunna ndiyo Uislamu. Sasa jambo hilo la kwamba sunna ndiyo Uislamu, wengi katika wakazi wa Tanga wamelifahamu vibaya. Wanaona kwamba sunna haina maana kufanywa, sio lazima kufanya. Wengi katika wakazi wa Tanga wamekwenda katika ufahamu huo mbovu, ufahamu huo mbaya, na kuacha ufahamu wa kwamba sunna ndiyo Uislamu. Sababu kufuata sunna ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye aliyeuleta Uislamu. Kwa sunna ndiyo Uislamu na Uislamu ndiyo sunna, kama alivyoelezea al-Imam al-Barbahari rahimahullah katika sharhu as-sunna. As-sunnatu hiya al-islam wal-islamu huwa as-sunna wala yakhtalifu au la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. لا تقوم السنة إلا بالإسلام ولا يقوم الإسلام إلا بالسنة. Uislamu hauwezi ukasimama isipokuwa kwa sunna, sunna haiwezi ikasimama isipokuwa kwa Uislamu. Kwa hili jambo linatakiwa libainishwe sana. Waislamu wengi hawajui masala ya sunna, wafundishwe, waelimishwe masala ya sunna na wajue kwamba sunna ndiyo Uislamu. Unapotekeleza sunna unatekeleza Uislamu, unapoacha sunna ni kwamba unawacha Uislamu. As-sunnatu al-islam wal-islamu huwa sunna. Mmoja katika salaf akielezea sunna يقول مثل السنة في الإسلام مثل السنة في الإسلام مثل الجنة في الآخرة. mfano wa sunna katika Uislamu ni mfano wa pepo huko akhira. Ndio mfano wa sunna katika Uislamu. قال من دخل السنة في الدنيا من دخل السنة في الدنيا سلم ومن دخل الجنة في الآخرة سلم. Mwenye kuingia peponi huko akhira anasalimika na moto, na mwenye kuingia katika sunna hapa duniani anasalimika na bid'a na uzushi. Kwa hiyo mathalu sunnati fi dunya mathalul jannati fil akhirah. Sasa maswala haya Waislamu wa Tanga wanatakiwa wabainishwe sana. Sheikh Muhammad hafidhahullah, Sheikh Muhammad Mafuta, mimi namuomba abainishe sana jambo hili la sunna. Hutuba zake nyingi, durusi zake nyingi, akusanye watu, abainishe sana jambo hili la sunna. Bado watu wengi wa Tanga hawajalifahamu vizuri, na ndio maana wengi wameingia katika masuala ya bid'a, kwa sababu hawajaifahamu sunna kwamba sunna ndio Uislamu wenyewe. Wanapoacha sunna wanawacha Uislamu. Namuomba Sheikh hapa hafidhahullah alibainishe sana katika hutuba zake swala hili la sunna. Ndugu zangu Waislamu, sunna zimewachwa nyingi sana. Sunna nyingi zimewachwa kwa sababu ya ufahamu huu mbaya wa kwamba sunna ni kinyume cha faradhi. Sunna ni kinyume cha faradhi. Sunna si jambo la lazima. Sasa mambo mengi ya sunna yamewachwa kwa sababu ya ufahamu huu mbaya.
Huu ni ufahamu mbaya ambao unasababisha sunna nyingi za Mtume SAW ziwachwe nyuma, zisitekelezwe. Kwa ndugu zangu Waislamu, jambo la sunna linatakiwa lipigiwe upatu sana, hasa nyinyi mliopo hapa Tanga, mnaofanya da'wa Tanga, iwe ni mashekhe, iwe ni wanafunzi, iwe ni maduat, mfanye da'wa hii ya sunna ili ieleweke vizuri katika mji wa Tanga. Kuna da'wa zilikuja za zamani hapa zikajiita ansaru sunna, tunanusuru sunna, wenye kunusuru sunna, lakini la sunna tanasaru wala albid'ata taraku. Wamebakia katika bid'a zao, hawakuinusuru sunna, pamoja na kwamba wana jina kubwa ansaru sunna, lakini hawana sunna yoyote walinusuru, kwa sababu wao wamepinda. Vipi mtu utapinda halafu uwe unanusuru sunna? Haiwezekani. Kwa hiyo wamebaki wana bid'a vile vile, kwa sababu sio wa kweli katika dawa zao. Ndugu zangu Waislamu, ahlus sunna wa hakika, uhalisia wa ahlus sunna ni salafiyun. As-salafiyun ndio ahlus sunnati wal jamaa waliokusudiwa na aya za Allah subhanahu wa ta'ala, waliokusudiwa na hadithi za Mtume sallam. Ni salafiyun ndio ahlus sunnati wal jamaa. Aya Allah subhanahu wa ta'ala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, siku ambapo nyuso zitakuwa nyeupe na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akifasiri aya hii, yauma tabyaddu wujuh, qal wujuhu ahli sunna, nyuso za ahli sunna zitakuwa nyeupe siku ya kiyama. Hii ni katika athari nzuri za sunna. Katika athari nzuri za sunna ni kwamba nyuso za ahli sunna zitakuwa nyeupe siku ya kiyama, nyuso za ahli bid'ah zitakuwa nyeusi. Kwa hiyo wanatakiwa watu wabainishiwe kwamba ahlus sunna wal jamaa wa kweli, ahlus sunna wal jamaa wa hakika ni salafiyun, wale wanaofuata Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa hao as-salafu salih, watu wema waliopita ambao ni masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Hawa ndio ahlus sunna wa kweli. Hadithi ya Mtume sallam, hadithul iftiraq, افترقت النصارى على 71 فرقة، واختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. Hawa ndio ahlus sunnati wal jamaa. Kikundi kimoja tu ndicho kitakachonusurika na moto, vinginevyo vyote vitakwenda motoni, kwa hadithi ya Mtume sallam. Ndugu zangu Waislamu, mahizbi wote hadithi hii hawaitaki. Mahizbi wote hadithi hii hawaitaki kwa sababu inawagusa. Kwa sababu inawagusa watu ambao wako kinyume cha salafiyin. Watu hao wanaguswa na hadithi hii. Mtume anasema kulluha finnar, vikundi vyote vitakwenda motoni isipokuwa kimoja, aljamaa. Wa fi riwaya hum man kana ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni wale ambao wako katika manhaji nilionayo mimi hii leo na masahaba wangu. Hawa ndio as-salafiyun, kufuata ufahamu Qur'ani na hadithi kupitia ufahamu wa watu wema waliopita ambao ni masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Wanaowafuata hawa ndio ahlus sunnati wal jamaa wa kweli. Wengineo wote ni waongo. Wengineo wote ni waongo, wanajiita ahlus sunnati wal jamaa, kumbe sio. Wanajiita ansaru sunna, kumbe sio, kwa sababu hawafuati haya maelekezo haya ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ndugu zangu, kufuata manhaji hii ya Mtume sallam ni kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala. Kufuata manhaji hii ya Mtume sallam ni kufuata hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo halikuja leo. Hili jambo halikuja leo. Jambo la kuwafuata hao salaf halikuletwa leo. Hii ni manhaji ya kale. Hii ni manhaji ya zamani. Uislamu ulipokuja ulikuja na manhaji hii. Si kwamba hili jambo limeletwa leo sasa hivi. Hili jambo halikuletwa leo wala jana. Hili jambo ni la zamani. Kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, manhaju ahli sunnati wal jamaa qadim,
قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. منهجية السنة ni ya zamani, ni ya kale, kabla Allah hajamuumba Abu Hanifa na Malik na Shafi'i na Ahmad. Ni ya zamani, si mpya. Baadhi ya Waislamu wanasema labda jambo hili ni jipya, labda limeanza miaka 5, miaka 10, miaka 20. Hapana, Uislamu umekuja na jambo hili, limelileta jambo hili. Ni Qur'ani ndio iloleta manhaji hii, haikuletwa na mtu, imeletwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Someni aya ya suratu Tauba aya 100, mtapata aya hiyo. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Hii ni moja tu katika aya zinazohimiza Waislamu wawafuate hao salafu saleh, masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Kuwafuata hawa ni lazima, ndugu zangu Waislamu, kuwafuata hawa ni lazima katika upande wa aqida, katika upande wa ibadat, katika upande wa akhlaq, katika kila nyanja. Kuwafuata hawa ni lazima Waislamu. Ni Qur'ani iliyosema hivyo, Qur'ani ndio iliyosema hivyo. Sasa hawa mahizbi walete aya nyingine ambao ni raddi ya aya hii. Mbona hawana? Kama wao wanapinga manhaji hii, na walete raddi katika Qur'ani na walete raddi katika hadithi. Mbona hawana? Hao wafuasi wao kwa nini hawaulizi mashekhe wao? Waulize mashekhe wao, nyinyi mnafanya raddi, nyinyi mnafanya raddi mubtadi'a, watu wa maulidi. Mbona hawafanyi raddi kwa aya na hadithi, wakafanya raddi salafiyin? Mbona hawafanyi? Hapa ndio unabainika urongo wao. Hawa mahizbi hawa Ansaru Sunna na wengineo, hapa ndipo unapobainika urongo wao. Mbona hawafanyi raddi manhaji hii ya salaf, wakatoa aya nyingine ambayo inarudi aya hizi, wakatoa hadithi zinazorudi aya hizi, kuonesha kwamba wao wako wrong, wao ni waongo katika manhaji yao. Ndugu zangu Waislamu, maneno ni mengi, lakini napenda tena kurudia tena kwamba jambo hili la sunna lazima tulitilie mkazo, hasa katika huu mji wetu wa Tanga. Mji wa Tanga, watu wengi kama tunavyojua, watu wengi wanafuata mrengo huu wa bid'a. Watu wengi wanafuata mrengo huu wa bid'a na hawana dalili yoyote ya kufuata bid'a. Kwa hiyo nataka jambo hili, bali nawaomba maduat na mashekhe walitilie umuhimu, walipe kipaumbele jambo hili la kuifundisha sunna katika khutba, katika durusi, katika mihadharat. Wakusanye watu wawafundishe sunna za Mtume sallam, na kwamba sunna ndio Uislamu, waachane na mambo ya bid'a, sio ya Uislamu. Kuna bid'a nyingi zinatokea ambazo ni kuwafuata makafiri. Ushafahamu? Bid'a nyingi zinakuja kwa sababu ya kujifananisha na makafiri. Bid'a nyingi ziko hivyo. Bid'a ya mwaka mpya. Sasa hivi kutatokea mazefi hapa. Kwa sababu gani? Mwaka mpya wa Kiislamu umeingia. Je, jambo hili linatoka wapi? Mtume alifundisha kwamba ukiingia mwaka mpya wa Kiislamu kwamba watu wafanye sherehe? Hakuna. Tunawaiga nani? Wakristo, kwa sababu ya new year yao ya Januari mosi, wao wanafanya sherehe na sisi tunawaigiza sherehe hizo. Kwa hiyo utaona mambo mengi ya kibid'a ni kuwaiga makafiri, lakini bado watu hawajaelewa. Ndugu zangu Waislamu, nasema bado watu hawajaelewa. Pamoja kwa wanafanya inadi, lakini mimi nasema hawajaelewa. Wakielewa wataachana na bid'a. Kwa napenda jambo hili mlitilie mkazo, mlitilie umuhimu la kufundisha watu sunna sana. Watu wafundishwe sunna sana, watu wafundishwe tauhid. Baada ya tauhid ni sunna moja kwa moja, watu wawe na tauhidi na sunna, watu wataelekea vizuri. Lakini wakiachwa hivi basi bado wataendelea kuwa na bid'a zao, wataendelea kuwa na ushirikina wao. Lakini watu watilie umuhimu mambo haya mawili, at-tauhid wa sunna. At-tauhid wa sunna ndio Uislamu, ndio Uislamu ulioletwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid na sunna, kukataza ushirikina na kukataza mambo ya bid'a. Watu washikamane na tauhid, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la, wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndiyo machache niliyokusudia kuyasema, wala sikuwa na nia ya kuzungumza. Niko mbioni ya safari. Basi Sheikh Muhammad ameshika mkono tu haraka kanitia kwenye gari, lakini sikuwa na sijapangilia
kuzungumza lolote wala kalima wala muhadhara. Inshallah siku nyingine nikija nitapangilia pengine muhadhara, lakini leo sikupangilia muhadhara wote wala kalima lolote. Nasema nashukuru sana kwa kunisikiliza. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.